Nasisitiza kwamba kama hatutoa huduma bora, picha inayotoka nje ya ofisi zetu ni kwamba ofisi zetu hazina uadilifu, ofisi zetu zina rushwa. Hata kama hatutoi au kupokea rushwa, lakini tunatoa taswira ya kwamba ofisi zetu hazina uadilifu, ofisi zetu zina rushwa. Kwa hivyo utoaji huduma ulio bora kwa umma na kwa wananchi ndio pekee utakaotufanya sisi tuonekane ofisi zetu zinatoa huduma bila kuzingatia rushwa, upendeleo au aina yoyote ya uvunjifu wa maadili. Nitumie nafasi hii ya mafunzo kama nafasi pekee muhimu kwa ajili ya kuongeza maarifa. Itakapofika mwisho wa mafunzo haya siku ya leo, tuondoke na kitu ambacho kitatusaidia baada ya kurudi kwenye ofisi zetu. Nimefurahi sana kusikia kwamba katika vipindi vya awali ambavyo tayari mmeshaanza kupata mafunzo, mmeanza kuona uzuri wa mafunzo haya. Huu ni mkakati mahususi wa taifa kwa ajili ya kupambana na rushwa na kukuza uadilifu katika utendaji serikalini, lakini kukuza uadilifu kwa watu wote nchini. Mkakati huu ni mkakati unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 7 kuanzia 2023 na utaendelea kutekelezwa mpaka 2030. Na kwa kuwa mkakati huu unatekelezwa na taasisi zote za umma nchini na pia taasisi ambazo sio za umma, na kwa kuwa ni mkakati ambao unaendelea kutekelezwa, utekelezwaji wake unahitaji mafunzo maalum kwa wale ambao wanatekeleza huo mkakati, na mafunzo haya sasa ndio yanayowawezesha watekelezaji waweze kutekeleza kwa ufanisi zaidi. Jitihada zinazofanywa na serikali kupitia utekelezaji wa mkakati huu zimeonyesha mafanikio ya kupungua kwa hali ya rushwa nchini. Kwa miaka kadhaa kama taifa tumepiga hatua, tumeimprove sana, utolewaji wa huduma za umma umeboreka, lakini tafiti mbalimbali zimeonyesha improvement kubwa ya taifa letu. Ukipenda unaweza ukaenda ukaangalia trend ya taifa letu kwenye kile tunaita Transparency International Corruption Perception Index CPI. Kwa miaka 5 au 6 unaweza ukaona namna ambavyo taifa letu limekuwa likipiga hatua. Hizi zote ni jitihada ambazo zinafanyika. Kwa hiyo utekelezaji wa mkakati wa taifa ni sehemu ya kile kinachofanywa kwa ajili ya kuleta matokeo kama haya. Kwanza amekwenda kutukumbusha wajibu wetu kama viongozi, namna gani ya kusimamia mustakabali mzima wa majukumu yetu na mustakabali mzima wa malengo ambayo tumejiwekea katika kutoa haki stahiki na yale ambayo yanatakiwa kutoleka katika jamii bila kuathiri haki zao. Lakini pia yanatukumbusha kusimamia rasilimali zetu, kuhakikisha kwamba zinatumika kama ambavyo imekusudiwa kutumika na kuifikia jamii kwa malengo yale ambayo yamekusudiwa kuifikia jamii. Lakini pia imetukumbusha sisi kama watumishi wa umma kufuata maadili ambayo tumewekewa na tumeyasaini katika mikataba yetu, katika kuhakikisha kwamba jamii inapata haki yake bila kuona kwamba inaonewa au inatakiwa kufanya kitu fulani ili kuweza kupata haki zake.